Muraho. Murakoze. Kidogo na mimi nitakuwa Mnyarwanda sasa hivi. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alhamdulillah tumekutana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tupo katika eneo la nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala katika kiwanja cha msikiti. Na huu ndio raha ya Uislamu. Kila mmoja wetu ameacha mambo yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tumekutana hapa si kwa jambo lingine isipokuwa ni kwa ajili ya kukumbushana, na siku zote ukumbusho ndio utakaomfaa Muislamu. Allah anasema wadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin, kumbusha ewe Muhammad, hakika ya ukumbusho utawafaa waumini. Allah anasema kumbusha ewe Muhammad, hakika ya ukumbusho utawafaa waumini. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. Hawatakusanyika watu kama ambavyo sisi tulivyokusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi tupo katika kiwanja miongoni mwa viwanja vya msikiti ambayo ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kukusanyika kwao, lengo lao kuu ni kusoma kitabu cha Allah, Qur'ani tukufu, na kusomeshana kitabu cha Allah, Qur'ani tukufu. Ikiwa watu watakutana kwa ajili ya Allah, wakumbushane kwa ajili ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atatoa zawadi kwa watu wale. Illa nazalat alayhimus sakina, Allah atawateremshia sakina, utulivu kutoka mbinguni. Wa ghashiyatuhumur rahmah, na rahma za Allah zitawateremkia na kuwafunika na kuwaenea. Wasallat alayhimul malaika, na malaika watawasalia. Wadhakarahumullahu fi man indah, na Allah atawataja huko fil mala'il a'la, atawataja vizuri kuwa waja wangu leo wamekutana kwa ajili yake. Huu ndio neema ya Uislamu ndugu zangu. Uislamu ni dini ambayo ina neema kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ali Imran alikuwa akisema na amesema, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah, dini ya ukweli, dini iliyo sahihi, dini ya haki kabisa mbele ya Allah ni Uislamu. Walidhalika akasema tena katika sura hiyo hiyo ya Ali Imran,
akasema waman yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Na mtu atakayefuata, atakayejifanyia na kufuata dini isiyokuwa ya Kiislamu, falan yuqbala min, hatakubaliwa, wa huwa fil akhirati minal khasirin, na yeye akhira atakuwa miongoni mwa wale waliopata hasara. Ndio dini ambayo Allah ameiridhia kwetu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii katika hajjatul wadaa, katika viwanja vya Arafat, Allah anasema leo akmaltu lakum dinakum, nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza neema zangu juu yenu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimekuridhieni Uislamu kuwa dini yenu. Kwa hivyo ukumbusho wangu wa siku ya leo kwa Waislamu wa Gisenyi katika nchi hii ya Rwanda ni aya nambari 108 katika sura ya pili, suratu al-Baqarah. Suratu al-Baqarah. يقول المولى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا أني مليو أميني. يقول عبد الله ابن مسعود إذا سمعتم قول الله يا أيها الذين آمنوا فأوعوا السمع، مكسكيا الله أنا سيما يا أيها الذين آمنوا نداء من الرحمن إلى أهل الإيمان. مكسكيا الله أنا نادي، أنا إيتا، أنا سيما يا أيها الذين آمنوا أني مليو آميني. عبد الله بن مسعود صاحب القرآن وقارئ القرآن، بل كان قارئا لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. alikuwa ni bingwa Qur'an, alikuwa ni hafidh lilquran, alikuwa msomaji wa Qur'an wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hata siku moja alimwambia iqra alayya, nisomee Qur'ani kidogo. Akasema ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil, nikusomee Qur'ani na Qur'ani ni ya kwako na imeteremshwa kwako. Akasema mtume, mimi napenda kusikia mtu akinisomea Qur'an. Akasoma Qur'an mwanzoni mwa suratu an-Nisa alipofika fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida, kwamba itakuwaje siku ya kiyama ewe Muhammad, siku ambayo kila umma ataletwa shahidi juu yao na wewe utakuwa ni shahidi juu ya umma wako. Mtume akaanza kulia. Ndugu zangu, alilia, naam, baka al-Mustafa, amelia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lianna al-Qur'ana athara, kwa sababu Qur'ani imemwathiri. Akamwambia hasbuk, basi yatosha, usiendelee kusoma. Akaanza kulia mtume Muhammad mpaka ndevu zake zimeroa kwa machozi. Sasa Abdullah ibn Mas'ud anasema, mkisikia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, tegeni sikio, sikilizeni vizuri, kuna ujumbe. Ama kuna khairi Allah anataka kukuelekezeni,
au kuna shari, Allah anataka kukukatazeni. Ya ayuha alladhina amanu, ulama al-Quran wanasema ya ayuha alladhina amanu aktharuha nazalat fil madina lianna ahla al-madina kanu ahla iman. Ya ayuha alladhina amanu, wanasema aya hizi kwenye Qur'ani imekuja mara 89 au 90. Ya ayuha alladhina amanu mara 89 au 90. Wanasema hizi zimeteremshwa Madina kwa sababu watu wa Madina walikuwa wana imani. Allah anatuambia nini sisi Waislamu? Udkhulu fi silmi kafa, ingieni. Qala ba'du ahli al-ilmi as-silmu huwa al-islamu, wa qala ba'duhum huwa at-ta'a lillah wa lirasulih. Wako katika wanawachuoni waliosema Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, udkhulu, ingieni, fi silmi, wakasema neno la silmi ni Uislamu, na baadhi wakasema neno la silmi ni taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo aya hii ndugu zangu inatutaka Waislam tuwe Waislam 100%. Inatutaka Waislam tufate sharai' ad-din wa ahkam ad-din, tufate sheria za dini, tufate hukumu za dini, tufate amri za Allah, tuache makatazo ya Allah. Wakati huo ndio tutakuwa watu walioshikamana na Uislamu 100%. Allah anatukataza tusiwe Waislamu nusu, yani mguu ndani na mguu nyingine ni nje. Na ndio maana mabedui waliposema tumeamini, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mabedui wamesema sisi tumeamini, ni mu'minun, tuna imani. Allah kasema waambie lam tu'minu, bado hamjafikia daraja ya iman. Kwanza muslimu, museme sisi tumesilimu. Ndugu zangu Waislamu, leo hii ni Waislamu wachache ambao wameshikamana na ule Uislamu unaotakikana, ambao wameingia katika taa na katika Uislamu 100%. Allah subhanahu wa ta'ala wakati anawakemea ahlul kitab kwa kuamini baadhi ya mafundisho na kukataa baadhi ya mafundisho, aliwaambia katika aya ile maarufu kabisa, atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Hivi nyinyi mnaamini baadhi ya vitabu, baadhi ya mafundisho, baadhi za sheria, na baadhi mnapinga? Lazima kama Waislamu tushikamane na Uislamu wetu 100%. Uislamu ni zaidi ya almas, Uislamu ni zaidi ya lulu, ni neema kubwa sana. Walidhalika yaqulu ba'du ahli alilmi akbaru ni'ma wa a'zamu ni'ma an'amaha Allahu 'ala almuslimin hiya ni'matu alislam wal iman. Wanasema wanawachuoni wa Kiislamu, neema kubwa kabisa ambayo Allah amewapa Waislamu ni neema gani? Neema ya Uislamu, neema ya iman, ya sisi kumkubali Allah, ya sisi kumwamini Allah, ya sisi kumwabudu Allah. Watu wangapi leo wanaabudia jua? Kuna watu leo wanaabudia mwezi, kuna watu leo wanaabudia masanamu, kuna watu leo wanaabudia viumbe. Allah anasema wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Wa min ayatihi, miongoni mwa alama za Allah, al-laylu wan-nahar
usiku na mchana, washamsu walqamar, jua na mwezi. La tasjudu lishamsi wala lilqamar, msisujudie jua jamani, na wala msisujudie mwezi. wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, msujudieni Allah ambaye ameviumba vyote ikiwa kweli nyinyi mnania kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, mengi tumeagizwa kwenye Qur'ani na mengi tumekatazwa katika Qur'ani. Miongoni mwa maagizo ya Allah, tuwe waislamu 100%, tushikamane na Uislamu 100%, tuache makatazo ya Allah, tufate maamrisho ya Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, udkhulu, ingieni, fi silmi, katika Uislamu, kafa, jumla jumla, isiwe nusu nusu. Suratu al-Mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu biamwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Innama adat min adawati alhasri, hakika si vinginevyo waumini wa kweli, alladhina amanu billahi wa rasuli, si wengine isipokuwa ni hawa ambao wamemwamini Allah na mtume wake Muhammad. Thumma lam yartabu, kisha hawakuwa na mashaka, wanaamini 100%. Wajahadu biamwalihim wa anfusihim fi sabilillah, na wamepigania kwa mali zao na kwa nafsi zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humus sadiqun, na hao ndio wa kweli wa imani. Allah anatutaka tuipiganie dini hii. Allah anatuambia tusilale, tuamke, tutangaze Uislamu, tutangaze la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, tuambie ulimwengu, tuambie walimwengu, njoeni mujue Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijara tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أني ملؤمن يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم جيني وإلكيز على تجارة جوية بيشارة أمبايو tunjikum, itakuokoeni, itakuepusheni, itakuwekeni mbali kabisa min adhabin alim, na adhabu kali kabisa siku ya kiyama. Biashara gani ya Rabb? tu'minuna billah, mumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, na mtume wake Muhammad. Watujahiduna fi sabilillah, na muipiganie katika njia ya Allah, biamwalikum, kwa mali zenu, wa anfusikum, na kwa nafsi zenu. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala wakati anawazungumzia waumini wa kweli ambao wanajitahidi katika dini hii, amewaeleza katika maeneo mbalimbali katika Qur'ani tukufu. Mwanzo wa suratu Al-Anfal, Allah anasema, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون، hakika si vinginevyo waumini wa kweli, idha dhukira Allahu, Allah akitajwa, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinalainika, zinaingia hofu, zinaingia khushu', zinaingia khudu'. Wa idha tuliyat alaihim ayatu, watakaposomewa aya zake Qur'ani tukufu, zadatuhum imana, imani zao huongezeka na hupanda juu kabisa. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na juu ya Mola wao daiman wa abadan wanamtegemea. Ndugu zangu Waislamu,
katika kuingia katika Uislamu kiujumla, lazima sisi tufate maagizo yote ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tujiepushe na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. tumtii Allah, tumtii mtume Muhammad. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum, enyi mlioamini mtiini Allah na mtiini mtume wake Muhammad, wala tubtilu a'malakum, wala tubtilu a'malakum, wala msikubali kuharibu matendo yenu. Walidhalika hii shahada mbili ambayo sisi tumeikubali, tumetamka la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Wanawachuoni wanasema la ilaha illa Allah manake la maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah nafyun wa ithbat, kuna kupinga, kuna kukanusha na kuna kuthibitisha. Ukisema la ilaha manake ni nafyun, umekataa, umepinga, umekanusha waungu wote, kisha ukaleta istithna, ukathibitisha, ukasema illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema an-nafyu al-mahid laysa tawhidan, wa kadhalika al-ithbatu biduni an-nafyi laysa tawhidan, inma at-tawhid al-khalis an-nafyu wal-ithbatu ma'an. Anasema kukanusha moja kwa moja bila ya kuleta ithbat si tauhid. Yani muislamu akisema la ilaha bas akanyamaza ni makosa, amepinga miungu yote na kampinga na Allah. Kwa hiyo kusema la ilaha an-nafyu al-mahid, kukanusha na kupinga tu si tauhidi. Wakadhalika al-ithbatu biduni an-nafyi laysa tauhidan. Na muislamu akisema tu illa Allah peke yake si tauhidi pia, haikubaliki. Kwa nini? Kwa sababu amethibitisha pasina kukanusha, pasina kukataa. Lazima anatakiwa akatae miungu yote inayoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha anatakiwa amthibitishie uungu Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema inma at-tauhidul khalis, tauhid iliyokuwa khalis, safi kabisa, ni kukanusha na kuthibitisha. Kukanusha miungu yote inayoabudiwa kinyume cha Allah na kumthibitishia uungu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tunaposema Muhammadun Rasulullah, wakasema ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Ukisema ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, unatakiwa umtii mtume Muhammad juu ya yale aliyoamrisha, unatakiwa umsadikishe mtume Muhammad juu ya yale aliyoyasema, umwamini juu ya yale aliyoyasema, na ujiepushe, uwe mbali kabisa juu ya yale aliyoyakataza na aliyoyakemea. Ndugu zangu, Allah anasema tuingie katika Uislamu jumla. Shaitan al-la'in la'anahu Allah, Allah amlaani shaitan. Allah anatuambia shaitani hakubali nyinyi mkafata dini, lazima atazuia tu. Na ndio maana shaitani akasema katika Qur'ani tukufu, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Qala fabima aghwaytani, shaitani anamwambia Allah, Iblis anamwambia Allah, kutokana na ulivyonihukumu na ulivyonilaani na kuniandikia niwe mtu wa jahannam, sitokubali peke yangu kwenda motoni. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim, nitawakalia, nitakaa katikati ya njia yako nzuri, njia yako iliyonyoka. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa min fawqihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Na nitahakikisha
nitawapotosha, sitowaacha, nitawasumbua, nitawavuta, nitawachukua, hawatokuja kwako. Nitawafuata kwa mbele, nitawafuata kwa nyuma, nitawafuata kuliani, nitawafuata kushotoni, nitawazunguka, nitakula nao sahani moja, sitowaacha. Walidhalika katika hadithi iliyo sahihi mtume anasema Iblis sasa hivi anaishi wapi? Baharini. Amejenga arshi yake katika bahari. Alafu thumma yursil sarayah au yab'ath sarayah, alafu anatuma vijana wake, wale maiblisi wadogo wadogo ndo anawatuma. Waje wapi? Waje huko kwa binadamu, kwa Waislamu. Iblis hawezi kwenda bar. Iblis hawezi kwenda disco. Kwa nini? Mnajua kwa nini Waislamu wakisema? Kwa sababu wale tayari ni watu wake. Yeye yuko wapi? Anakuja kwenye msikiti, anakuja kwenye madrasa, kwenye mambo ya kheri, ili akuvunje moyo, akutoe, akulete kule sehemu mbaya. Anatuma vijana wake, nendeni mkapotoshe binadamu, nendeni muwapotoshe, wapotee, wafanye madhambi, Allah wakasirikie, nendeni. Wanaenda report, takrir, report, wanarudisha baada salati al-isha. Kiamka alfajiri tu wanaingia kazini, kufitinisha, kugombanisha, kupeleka watu kwenye shirki, kupeleka watu katika haram, kuwapendezeshia watu haram. Baada salati al-isha wanarudi kupeleka report kwa bosi wao Iblis. Atakuja kwanza sema, leo nimegombanisha watu wawili, nimefitinisha huku, nimefitinisha huko mpaka wamepigana. Anamwambia safi sana. Mwingine anasema, leo nimemchelewesha mtu kuswali salatul jamaa, nimemchelewesha kwenye mechi Liverpool na Manchester, kaangalia mpaka sala imepita. Kuna Waislamu wanapenda mpira kuliko dini. Yuko tayari kuswali salatu dhuhur na al-asr kwa pamoja, ili mradi akae kwenye TV aangalie mpira simpite. Leo nimempeleka mtu kwenye mziki, anamwambia safi sana, mnafanya kazi. Lakini mtu ambaye anamwambia safi 100%, wewe tena utakuwa karibu na mimi, ni yule atakayemwambia leo nimegombanisha mke na mume, mwanamke kapewa talaka leo. Anafurahi sana. Sema safi, wewe ndo fanya kazi, wewe mujahidina wewe. Angalieni sana jamani, mambo ya talaka yamezidi sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa anazungumzia talaka, طبعا talaka sio haram, na iko hadithi ambayo baadhi ulamai ضعفه وبعضهم يصحح هذا الحديث. wako baadhi ya ulama wamedhaifisha hadithi hii, na wako waliosema ni hadithun hasan. ni ile hadithi maarufu, abghadul halali inda Allahi at-talaq, halali inayochukiza mbele ya Allah ni talaka. Al-maana sahih, ma'a anna ulamaana ikhtalafu fi sihhati hadha al-hadith. Ndugu zangu Waislamu, Iblis ameahidi kwamba hatotuacha tena. Katika suratu al-An'am anasema nini? Anasema Allah tena, Allah anasema amemlaani, anasema Allah la'anahu Allah, Iblis Allah amemlaani. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا, anasema ya Rabbi, nitatafuta fungu langu na mimi kwa watu wako, sitowaacha. La aq'udanna lahum sirataka almustaqim, katika aya nyingine. Lakini kisha Allah anaeleza Iblis anavyosema, anasema thumma la amurannahum. Nini anatuamrisha? Kitu gani? Thumma la amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'am. Kisha anasema wala umanniyannahum, nitawapendezeshea, nitawapambia haramu mbalimbali. Tazama leo Waislamu haramu ilivyoenea. Tazama leo Waislamu, Muislamu anaweza akawa anafanya kazi, Muislamu anasali sala 5, tena ni haji, lakini anaduka, anauza pombe na anatoa sadaka.
Muislam anasali sala 5, anafanya kheri, ameenda paka haji, lakini paka leo hajaacha riba. Tumekuwa na tamaa. Kwa nini leo tumeingia kwenye riba sana? Kwa nini? Kwa sababu watu wanahitaji maisha bora. Hata kama anamuudhi Allah, hajamuudhi, hayamhusu. Yeye anataka pesa bwana. Pesa anakwambia bwana. Bila pesa utaishi vipi? Ndio maneno yao.